Amen. Hallelujah. God is good. All the time. Salimia mwenzako mbona kama utamsalimia na msoro kufanyia. Mwambie tunarudi mahali tulitoka. Mwambie nani na tumani. Was the sentinels they guard in vain. Hallelujah. Amen. But as the Lord builds the house, the builder dwells in vain. Hallelujah. Amen. You are the city of the Lord. Amen. Praise Jesus. Amen. You are the house of the Lord. Amen. The Bible says, don't you know that you are the temple of the Holy Most God? Hallelujah. Amen. Biblia inasema ya kwamba sisi ni hekalu la Mungu mwenyewe. Praise Jesus. Amen. Nilikuwa nasoma the book of Psalms chapter 91 na ikawa ikiniambia thousands may fall on our side, 10,000 may fall still on our side, but the Bible says they shall never come near our tent. Hallelujah. Amen. Do you know you are the tent of the living God? Yes. So if you are the tent of the living God, you carry the power that resists the devil and even his worms. Hallelujah. Amen. So sisi tunajitia nguvu katika Bwana. Praise Jesus. Amen. Wazeni wapendwa, niwaambie napoenda kukaribisha mambo kwa sababu ya kualika ndani akaweza kuingia katika ibada. Ikiwa Mungu aweze akakulinda, Mungu asipokulinda, hata serikali ya Mungu iweze kukulinda kabisa. Si ulisikia juzi ilipatikana ndani ya ikulu? Ama kusikia? Sasa kama inapatikana kwa ikulu, wewe ni nani? Kwa hivyo sisi ni Mungu tuhifadhi. Praise Jesus. Amen. Ungependa tukaweze kutayarisha makofi, tupigie mama makofi vizuri. ukaweza kujua mapenzi na mahusiano yake juu ya maisha yako. Hakika tunaenda kumkamilisha mtumishi wa Mungu, na hakika kwamba yeye ni chombo mbele za Bwana. Mungu anaenda kumtumia kwa namna ya ajabu. Naomba ya kwamba ukaweze kusikiza kwa makini ili ukaweze kupokea kicho chako na kuwa kubarikiwa. Kwa hivyo kabla nimwalike mtumishi wa Mungu, acha tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, tunakushukuru Bwana na tunakuabudu kwa sababu ya wema wako, rehema na neema yako juu ya maisha ya kila mmoja wetu. Asante kwa sababu ya hii nafasi umetupatia kuwa katika uwepo wako ili ukaweze kunena nasi siku ya leo Bwana wa mabwana. Naomba ukaweze kufungua kuelewa kwetu Mungu ushie milele ili tukaweze kuelewa mapenzi na mahusiano yako juu ya maisha yetu Bwana. Asante kwa sababu neno lako limebeba uponyaji, neno lako limebeba ukombozi Bwana wa majeshi, na hata linawapatia tumaini wale ambao hawana tumaini Bwana. Nena nasi Bwana kwa namna ya ajabu kwa utukufu wa jina lako. Tunakuinua na kutukuza kwa sababu wewe ni Mungu nyakati zote. Mtumia mtumishi wako kama chombo kwa namna ya ajabu kwa utukufu wa jina lako. Uinuliwe, ubarikiwe na utukufu kwa sababu wewe ni Mungu nyakati zote, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Wacha tukapige makofi. Tunaweza kaa chini. We can sit down in the presence of God. I hope we are not more than the required number. Ushers, make sure we have the right number. Try to see that. Nani atatoka? Regina pia atatoka. Basta. Hallelujah. Amen. Wewe, nani anatoka? No, hiyo sio kuingia.
namba? Inaonekana mko na njaa. You are hungry? That is a sign of good health. Vizuri kuwa na njaa. So I hope kwa hizo night. Nachukua nafasi hii kuwakaribisha nyote. Ninajua ya kwamba Mungu anaenda kunena nasi. I hope saa hii nasikika. Unasikika? Unanisikia? Yes. Niliona darasani ninaambiwa nisikie. So, it's another Sunday that God has given us, and I believe He is going to speak to us. Kwa hivyo, for the next probably that minute, turuhusu the next group ingie. Nataka tujifundishe kitu, na ninajua ya kwamba Mungu anaenda kubariki mioyo yetu. Ninashukuru kwa sababu ya wale ambao mmefika mapema. I want to promise you, it is not in vain. God is going to make your heart, grow fat. Bwana Yesu asifiwe. I want to talk today about God assignment for my life, or God assignment for your life. Nitachanganya lugha ya Kiswahili na Kiingereza, na ninaomba Mungu anisaidie kwa grace ya Kiswahili sababu nimelia so late. Nisaidie. So nimesema ninaongea kuhusu God assignment for your life. Sijui God uko na assignment ni Kiswahili? Ni kazi au maono ya Mungu kuhusu maisha yako na yangu, si ni kweli? Yeah, we are going to read from the book of Genesis chapter 1 and verse 28. Pastor, you can read for me. Chapter 1 and verse 28 of Genesis. Chapter 1 and verse 28 of Genesis. Nasoma. God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish, over the sea, and over the birds of the air, and over every living thing that moves upon the earth. God said, see, I have given you every plant yielding seed that is upon the face of the earth, and every tree which seed is in its fruits, you shall have them for food. And to every beast of the earth, and to every bird of the air, and to everything that creeps on the earth, everything that has the breath of life, I have given every green plant for food. And it was so. Amen. God bless you, Pastor. You can also read for me the book of Exodus. Exodus chapter 3, verse 7 and 12. Or to 12. Exodus chapter 3, verse 7 and 12. Chapter 3, Yeah. 7 to 12. Then Moses said, I must stand aside and look at this great set, and see why the bush is not burned up. When the Lord saw that he and turned aside to see, God called to him out of the bush, Moses, Moses. And he said, here I am. Then he said, come no closer, remove the sandals from your feet, for the place on which you are standing is holy ground. He said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look at God. Then the Lord said, I have observed the misery of my people who are in Egypt. I have heard their cry on the account of their taskmasters. Indeed, I know their sufferings, and I have come down to deliver them from the Egyptians, and to bring them up out of that land to go to a good and broad land, a land flowing with milk and honey, to the country of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Evites, and Jebusites. The cry of Israel was now come to me. I have also seen how the Egyptians oppressed them. So, come, I will send you to Pharaoh. Amen. Malizia. To bring my people, the Israelites, out of Egypt. And Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? Amen. Let's pray before we go to the word. Father, we bless you for this morning. I thank you because you have reason for us coming to your house. And I pray that your very will and purposes may be fulfilled in our hearts. God, I know you shall never gather your people in vain.
Let your purposes come true in Jesus' name. Every spirit of confusion and hardship, I bind you and I render you powerless in the name of Jesus. Holy Spirit of God, take preeminence in this place. Oh, we are hungry. We are hungry, Lord. We want to hear your word. You say, the Lord, that a man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from your mouth. God Almighty, speak to us in a special way, in a way that we are going to understand and perceive you in the name of Jesus. Father, we need you. We need you this morning. We need you, Holy Spirit. We need you, Lord Jesus. Maroho ambaye hutumwa kuleta confusion, maroho ambaye hutumwa kuinterfere na neno la Bwana, ninayashika mateka asubuhi ya leo na kuyatiisha chini ya mamlaka ya Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, nena na kila moyo, nena na kila nafsi asubuhi ya leo. Kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Na kanisa tuseme amen. Amen. Kama jinsi nimetangulia kusema, wapendwa, nataka kuongea kuhusu majukumu ya mwanadamu katika maisha haya. Na nimeanza kwa kusema hivi ya kwamba assignment, mkaniambia kwa Kiswahili assignment inaitwa majukumu, which is right. Na niseme ya kwamba hakuna mwanadamu aliyeumbwa anayeishi katika chini ya jua ambaye aliumbwa akae tu au akuje aishi akule akunywe azae alafu aende zake. But everyone and everything that has been created was created for a reason. Bwana Yesu asifiwe. Nothing exists for the sake of existing. Everything that was created for a reason. Bwana Yesu asifiwe. You know, it is amazing even how the nature should teach ourselves many things. You know, nilikuja kurealize ya kwamba kuna wanasayansi walikuwa wanasema ya kwamba hata nature, mazingira, everything that was created has got a benefit to another thing. Nilisikia wakisema siku nyingine, if an elephant stop existing, there are so many animals that will vanish with it. And I was like, how can an elephant stop existing and other animal vanish? And they were saying, out of research, ya kwamba there are so many animals that depend on that big elephant for them or for their survival. If it stop existing, they vanish with him. And they were saying they are doing their level best so that they can preserve an elephant, so that they can preserve lives of many other animals. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakawa wakisema kuna wanyama ambao wanaishi porini, lakini porini kwao, mazingira ya pori, haiwezekani pasipokuwa na mnyama anaitwa ndovu kufagia vichaka. Amen. Kutafuta mahali kuna maji, because they were saying an elephant can smell water even 60 kilometers away. You can imagine. Na wakati kumekauka, kumekuwa ni kiangazi, ndovu ndiye huelekeza wanyama wengine panapo visima vya maji. Na sometimes huwa inambidi hata achibue chini ya ardhi ndiposa maji patikane, wanyama wengine wafaidike. So you can imagine that an elephant is existing for the sake of himself, but he is existing for the sake of many other animals. And this is the wisdom of God. Even the spider that you see on the wall, there is a benefit for it on that wall. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Nikawa ninaangalia wanyama kama lion, and they were saying lion, it is so much required in the wilderness because of the survival and also because of the health checkup of nature. Bwana Yesu asifiwe. Wakawa akisema lion ndiye huwa anahakikisha ya kwamba wale wanyama wadhaifu, wale wanyama ambao wana magonjwa wamekuwa eliminated from the nature, so that they can maintain a balance in natural habitat. We can have healthy wildlife stocks. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi tukiangalia tunaona ni kama lion kazi yake ni kula tu. Si ni kweli? Tunaona ni kama lion kazi yake ni kuumiza wengine na kukula wengine. But in the wisdom of God, he had created everything for a reason and for a purpose. And if the purpose of that animal ceases, amen, it makes other animals loses the benefit of life. Wakawa wakisema mnyama kama fisi naye ako na faida zake. Mimi na wewe tukiulizwa faida ya fisi, tutasema fisi ni fisi tu. But you can imagine walikuwa wanasema fisi na yeye ndiye, wacha nitumie hii jina, ndiye kajo wa
wa natural habitat. Yani they make sure ya kwamba mifupa haitapakai katika nani ashawahi akakuta polini kumetapakaa mifupa? You never find it. Who clean that? Do we have Nairobi Council government going there for cleaning? No. But we have council there who make sure that place, that environment is clean and there is balance in terms of cleaning. Anafanya kazi yake vilivyo. And God made sure ya kwamba ameweka a very good askaris wa kufanya hiyo kazi pasipo kubagua nyama imeoza na nyama fresh. You can imagine, you can see how powerful God is and His wisdom behind creating everything. And I want to say this, there is nothing that exists, leave alone man, on the face of the earth without God's purpose. Amen. Everything was created for a reason. Even the minute and even the big, they were created for a reason. And I want to ask you, mpendwa, kama wanyama hawa tunaona polini na wengine wana kazi yao, je, wewe? Hallelujah. Amen. Hebu uliza jirani yako kazi yake ni gani maisha haya? I believe there's no one who was created to come just and exist and live and eat and die. Kwa sababu kuna watu wengine unasikia mtu anasema niliumbwa kukula. Hakuna kitu kama hiyo. Kukula ni sehemu yetu, but we were created for a much better assignment. Aside from eating, you were created for another reason. And that's the reason I want to talk about today. Because we are living in days whereby people do not know why they are existing. And it's the reason why people are abusing the purposes of their living. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa ninaangalia fisi, initially sikuwa ninapenda fisi sana because hata mtu akikuita fisi ninafikiria unasikianga hiyo matusi imekuwa kubwa. Afadhali mtu akuita simba akikuita simba at least mnaweza jadiliana. Lakini mtu akikuita fisi unasikia ni kama unaweza chemuka fisi animals. Umeona uniita fisi. But now I have come to love it. I have realized that kazi yake ni muhimu katika mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alihakikisha ameweka ndani ya fisi chemicals ambazo huwa zinasiaga mifupa. Amen. Fisi hana shida na kusuguana na mifupa. He can even swallow whole. Lakini ndani yake kuna environment ya kushughulikia hiyo so that kazi ya kajo ifanyike. Bwana Yesu asifiwe. Imagine God created everything beautiful and for a reason and purpose. And it is high time as church, it is high time as believers, we know why God created us. We know why we are existing. We know why God has allowed us to come on this earth. Because there is a reason and purpose for each and every one of us. Hallelujah. Amen. I wish all of us each and every one of us identify why we are existing. I know that our world can be a better place to be. I wish that all of us can know each and every one of us his purposes. I'm telling you, the world can be a better place to live. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 I have begun by giving you the example of natural habitat. There is no animal that exists for the sake of it. Every animal exists for the sake of others. And you should exist for the sake of others. If you are bringing no value to this earth, I believe you should not be around for a long time. Amen. Unajua kuna watu wanakufaga tunasema wacha tu aende tu tumepumzika. Na kuna watu wakikufa hata unasikia mpaka kila mtu analalamika. And even sometimes you wonder why did you not allow them at least to live a little longer because of the benefit they were bringing to the society. Niliangalia jana kuna kijana mmoja sijui alikuwa anaitwa Odhiambo and he has discovered his assignment. Na ameanza kutengeneza mask akipea watu bure. Mliona kwa TV jana? Yeah, he is giving out masks for without charging anything. And even the president have awarded him. Imagine when he has discovered himself all along he has been doing kazi ya kushona. Lakini hakuwa anatambulika until when he felt the assignment calling and he felt the passion to help people. Na akaanza kusaidia watu. Na alianzia kushona kwa gharama yake, kutafuta material kwa gharama yake, asaidie watu diposa atimize maono na malengo ambayo alikuwa anasikia kwa moyo. Lakini sasa he is no. Na ninaamini president award does not come cheap, eh? Wewe unafikiria president anaweza kuja tu akutapi na hapo nyuma kwambia Mungu akubariki. Hakuna, ukisikia president amekuwa wao umepewa donge nono.
Bwana Yesu asifiwe. And it has not begun with money. Huyu kijana maybe hakuwa anafikiria one day atapata hizo pesa au atapata hiyo recognition by the government, because he is nobody in the society until when the assignment called him and he answered, or when he responded, the assignment has brought him to the light. Bwana Yesu asifiwe. Amen. How many people are existing and yet they are not known, and they should be known because of what God has deposited into their spirit? I want to ask you this morning, even as I continue, who are you and why are you existing on this earth? If you die today and go back to heaven, ukiulizwa ulifanya kazi ile ulipewa, utajibu namna gani wapendwa? Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nifanyeni namna hii nisikie kama mko kwa kanisa. Tafadhali niulize jirani yako kazi yako ni gani? Hebu muulize na akikuangalia baya, tafadhali niambie, muulize unafanyaga ile kazi Mungu alikuitia? Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amejibu namna gani? Hajajibu, amekuangalia tu. Huyo ni mtu unajua huyu bado hajashika maono yake ni gani. Bwana Yesu asifiwe. You know, I was reading the Bible yesterday and I was like, God, what is this? You know, it is over the book of Matthew, chapter 17 and verse 1. Maybe when you go home you can read it. And the Bible records that one day Jesus takes Peter and James and John to an elevated mountain, to a very high mountain. And when they were on the mountain top, the Bible says that Jesus was transfigured in their very presence. Yaani mavazi ya Yesu yakageuka yakawa kama jua, mwangaza wa jua. Na yeye akawa anashine kama jua. And I was like, God, what kind of level is this? For a long time, church, we have not done our assignment. And I was wondering, surely, is church ready to go to this level? Tukienda na wewe ndugu yetu Mareka, tuende na wewe labda pahali maombi, alafu mgeuke niwe nina shine kama jua. Utarudi kwa hii kanisa? Ati mavazi yako imekuwa kama jua. Utarudi kwa hicho? Utasema hapana. Hawadadi ni kama ameanza kutumia vitu zingine. But you can imagine this kind of level. Peter and John and James, they were like, Master, let us stay here. This place is good. In that very glorious moment, Elijah and Moses appeared, and Elijah, and they conversed. They talked. Amen? Amen. And after a moment, Jesus was back to his normal state. Bwana Yesu asifiwe. They did not run away, but they desired that kind of glory. And I was like, the Bible says that in the last day, the church shall be glorious than the former. Yani, what does it mean? Itafika wakati ambapo wachungaji wafike that level. Unaenda na mtu wa Mungu, unastukia amedisappear, amepatikana Kadhonsweli akihubiri. This is the place that God wants to take the church. But I want to ask you, church, are we ready for it? Yes. Hallelujah. Amen. Are we ready for it? Are we ready for it? Amen. Amen. Huko unaenda kwa barabara usitukiwe umejipata Eldoret. Na Mungu akwambia endelea na injili na ulikuwa Nairobi. Because I want to believe tunafika nyakati ambazo we are going probably to have one world religion. That is what is being prepared for. What hamu hiyo mambo inaendelea. In fact, Pope have signed number of treaties with religious leaders like Islam. Amen. And some of our Pentecostal leaders, they have signed. Amen. We are going to have one currency very soon. The world is being warmed up for this. It means very soon we are going to have no means of transport as preachers. Amen. We are going to have no money to buy, because the Bible says in those days there will be no buying and selling because you have no currency. If you don't agree with their terms to get the inscription of that Mark 666, it means you will not buy and sell. What does it mean? God will begin to use the church in a supernatural way. Amen? Amen. So that his work and his assignment will go on, because nobody who can stop the assignment of God. Amen. So it means this church, it is high time we prepare us so
So that when it comes to this level, we will not be caught unaware, we will not be surprised. Ukichukuliwa na roho unapatikana kwingine ukihubiri. Ukienda kwa nyumba unakuta kuna fedha zimepatikana kwa nyumba, hautakuwa na shida. Utajua ni Mungu amesupply because there is no any other source. These things are not they are not fictions. They were happening in times of Jesus. Yaani yeye mwenyewe akiwa na watumishi wake au wanafunzi, anabadilika anakuwa kitu kingine. And they were not surprised. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ino tumekuwa tukisumbuliwa na hitu mambo kidogo kidogo, sijui nini. Na even in the church we are doubting the doings of God. What if we go to that higher level where God will begin to do extraordinary things, supernatural activities? I'm preparing you for this church. Let's prepare us for supernatural activities in the church. Amen. Hallelujah. Amen. And this is the reason why I'm teaching about assignment, so that you and me, each and every one of us, can grasp his place and his purpose. Hallelujah. Amen. The Bible says, just excuse me because I have deviated kidogo, but I believe I'm still in the stream of the Spirit. That when Jesus came from the mountain with John, James, and Peter, they found at the base of the mountain disciples who had not gone with him on top of the mountain were waiting for him. And then a man comes and brings one of, I don't know, a son, and he said, nilimletea wanafunzi wako, lakini wakashindwa kung'oa hii pepo. Bwana Yesu asifiwe. Look at these two churches. One church is on the top of the mountain experiencing supernatural activities. Amen? Amen. Another church at the base of the mountain experiencing defeat and shame. Let me say this, church. It is until we allow God to take us where he wants us to be, we are going to begin experiencing the power and the might of God. And Jesus was like, how long shall I be with you? Hii kitu si mngeweza kumua. Lakini kwa sababu ya kutokuwa na imani kwenu, Bwana Yesu asifiwe, imewalemea. I want to say this, wapendwa. There are levels that God wants to take the church, but it is not on the base of the mountain. It is on the higher mountain. Amen. Hallelujah. Kuna mambo mengine hayatatendeka chini ya milima, yatatendeka juu ya milima mikubwa. Maeneo ya juu ya maombi na kufunga na kutafuta Bwana, maeneo ya juu ya uhusiano wa juu na Mungu. Haya mambo hayatatendeka tukiwa huku chini. Lazima yatendeke tukiwa tumeenda an extensive miles with God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. It is amazing. Jesus told Peter, John and James ya kwamba tukirudi msiambie watu kile mmeona. Hallelujah. Msiambie watu kile mmeona. Yaani vile mmeona nimegeuka nikakuwa kama jua, mavazi yangu yakaanza kutoa mwangaza, msiambie wengine tafadhali. Don't tell them. Don't let them know. Bwana Yesu asifiwe. I want to say this, church, there are levels. Even the normal believers, they are not allowed to know their secret. Hallelujah. Because they came discussing and they were asking Jesus. You know, they say that Elijah came. How comes we have seen him come in that transfiguration? And Jesus was telling them, Elijah came and they did not know him. Those are hidden secrets of heaven. Akawambia Elijah alikuja and he was in John the Baptist, but they did not know him. Bwana Yesu asifiwe. What do I want to say? Church, it is high time we recognize and we understand the assignment and the purposes of God for our lives. Who are you? And I want to continue asking, who are you and why are you living? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Assignment. Time is running very fast. The Bible says that in Genesis we have, Pastor have read for us, that God created them, female and male, and he blessed them. Are you there? He blessed them. And he gave them a number of assignments. He told them, let me repeat. God created human, male and female, and he blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply, replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and have and over the fowls of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. God never created a man to be idle,
God never created a man to dominate another man. God never created a man just to exist and vanish. He created you for a reason. And these are the first human species that we see in Genesis, that God blessed them first. And then he told them, I have given you an assignment to be fruitful. So fruitfulness, it is an assignment. I wish somebody can get me. Being fruitful, it is an assignment. Hallelujah. He told them, be fruitful, replenish ni mjaze dunia tena. Yani, jazeni dunia tena, it is an assignment, and then subdue it, muishinde. Na muwe na mamlaka juu ya ndege wa angani na pia samaki wa baharini. Hallelujah. Amen. Na juu ya kila kitu kitembeacho juu ya uso wa dunia. That's the assignment the man was given. Subdue the earth. Subdue it, replenish it. Be fruitful. Feed it. Amen? Amen. Do you know that Garden of Eden was a very sweet place to be? In the Garden of Eden, haukuhitajika kufanya kazi yoyote ile because everything was provided. Right? Right? Kulikuwa na matunda, kulikuwa na all sort of natural comfort. Mvua ilikuwa, wacha hii mvua inanyesha siku hizi inabeba mpaka manyumba. Mvua ya wakati wa Adam and Eve ilikuwa mvua ambayo inatoka chini ya ardhi. Amen. Nilikuwa wanasayansi walikuwa wanachambua wakisema the reason why Adam and Eve and those generations that followed for some time were living so long, it is because of how the earth was those days. Biblia inasema katika Genesis kulikuwa na maji juu na chini. Wapendwa, kulikuwa na maji juu na chini. To an extent that a man was like he is in a womb. And that's the reason why hakuna miale ya jua ambayo ni destructive ilikuwa inaweza kufikia mwanadamu. Ndio maana walikuwa wanaishi 969 years. Okay, if someone live 969 years, wewe uko na miaka ngapi sasa hivi? Hebu angalia jirani yako na usimulize miaka yake, asikuchukie. Lakini hapa most of us we are not even 50, right? Amen. If you live 969 years, umebakisha miaka ngapi ndio uende? 900, most of us we are 40 here. Wale wazee maybe kama mimi na wengine. Lakini wale wengine ni 35, 30, 25, hata wengine 20, lakini kuangaliwa na kaa vipi? But you can imagine someone is living 900 years because of the environment. God had made sure that the Garden of Eden was so much comfortable for every creature. But yet, God gave them the assignment in that very environment. But I say, amen. Hallelujah. Amen. What do I want to say, church? That God brought us to this earth with a reason. And there is no need of dying without fulfilling your purposes. Amen. But how do you fulfill your purposes before you know your purposes on earth? You can imagine kama watu wangekuwa nakaa hiyo miaka siku hizi. Na vile uovu iko mingi. Mnasikia wandogo bado wako na miaka ingine 800 ya kuishi. Na saa hiyo ameharibia kila mtu maisha. Na wata Mungu alisababisha. So the scientists were saying ya kwamba wakati mvua ya Nuhu iliponyesha kuna mambo mengi sana yaliharibiwa wakati huo. Amen. Hiyo atmospheric ya huko juu ikaharibiwa. Dunia yenyewe ilikuwa one continent ikapasuka na ikawa sasa mwanadamu akona his indirect contact with rays that are so dangerous to his body to an extent he can no longer live many years. Na ndio maana miaka ikaanza kupungua maana kila kitu kimeharibiwa. Bwana Yesu asifiwe. But even in that very environment, God told Adam and Eve, occupy. Amen. Amen. Be fruitful. Subdue the earth. And he blessed them. So what do I want to say? I want to say this, that an assignment of a man is so important in his life than everything else. Majukumu yale Mungu amekupatia ukuje ufanye katika dunia hii ni muhimu kuliko jambo lingine lolote. But we have so many people who are doing so much that are apart from the assignment that God has given them. It is high time, church, we know the assignment. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Romans 8 verse 19 says that even the earnest expectation of
of the creatures waited for the manifestation of the sons of God. Yaani hata viumbe vilivyoumbwa vinangoja wana wa Mungu wadhihirishwe. Yaani what does it mean? It simply mean that even the creation itself, wanyama wa mwituni na wanyama wengine na viumbe vingine vinangoja sisi wenyewe tudhihirishe Mungu ndani yetu, because we are small gods. There are some justice that will only be found when the sons of God have been manifested. I wish you can understand what I'm talking about. Kuna vitu hazitapatikana wana wa Mungu wasipodhihirishwa. Hallelujah. Amen. There are so many things that are suffering because of the sons of men or the sons of God having not been manifested. There are people who are waiting for justice when the sons of God have been manifested. I was hearing another preacher and he was saying that God has called us gods. We are gods. Amen? Amen. And even the world we are living in, the system itself is waiting. Amen. The system itself is waiting for the sons of God to be manifested so that they can punish the earth. Kuna mambo mingi wapendwa tunafaa kuwa tuna dictate. Wapendwa mnajua hiyo? Unajua Elijah aliambia Ahab ya kwamba hakutanyesha for 3.5 years. Do you know that? For 3.5 years, no rain. Not by the word of God, by my word. Imagine mwanadamu anasema for miaka 5 sasa ninasikia ni kama kusinyesha. Imagine what power is that? If you can dictate the seasons, what don't you have? Amen. Amen. Imagine malaika tufike that level. That is why God is taking the church. Unasema nimetangaza kama hamtafanya 1 2 3 hii jua nita make sure kuna giza wiki 3. Utatafuta mpaka na marais. Wakisema mtumishi wa Mungu tafadhali tutarekebisha. Lakini what is happening? Angalieni makanisa zimefungwa. Basi zimefunguliwa. And any other meetings and forums are open apart from the church. But we are begging, tufungulieni. Tafadhali. Wapendwa, itafika lini tudhihirishwe tujue sisi ni akina nani? We begin to dictate the pace and what happens on earth. Bwana Yesu asifiwe. Amen. May God help us. So I want to give you a number of things concerning the assignment because sitaki mwende bila kuandika katika chetu najua ni class. These are the truth about your assignment in life. Please write it down. This is the truth about your assignment in life. Number 1, your assignment is your purpose from God. 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 Oh my goodness. Your assignment is your purpose from God. Number 2, it is the will of God for my life. Those who have been asking God, what is your will for me? Your assignment is the will of God for your life. So, number 2, I have said, it is the will of God for my life. Number 3, it is what God wants to do with my life. My assignment is what God wants to do with my life. My assignment is what God wants to do with my life. That is the truth about the assignment. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Can I repeat? Number 1, we have said this. My assignment, it is my purpose from God. That's number 1. Number 2, it is the will of God for my life. Number 3, it is what God wants to do with my life. Number 1, I have said it is my purpose from God. Number 2, my assignment is the will of God for my life. Number 3, it is what God wants to do with my life. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Let me touch one more thing or 2 more things so that we can probably call it off because of time. Maana kuna watu wengine wanakuja nje. So this is the issue. Na wapendwa nataka mlishike hivi. When you discover your assignment in life, as I told you last Sunday, ya kwamba there are so many things and so many people who are struggling because they have not known who they are. I say the sun does not struggle to shine, right? Jua haing'ang'ani kung'ara because it is in the center of the assignment. Hata mshawaisikia kila mtu akisema jua hang'ang'ani kung'ara. He actually does the sun sleep. Jua halali lakini he shines every day
centuries and decades and all that. Because he was called to do that. He does not struggle. If you are in the center of your assignment, if you are doing what God called you to do, you will not struggle. Right? Someone said that even a monkey, it does not struggle to jump trees. It was created for that. That is the center of its assignment. That habitat. Na Mswahili akasema ya kwamba ujanja wa nyani unaishia wapi? Jangwani. Maana jangwani hakuna miti. Lakini akifika msituni, nyani anaingia katika mazingira yake. He was created in that environment, and that is where he should execute his purposes. The reason why I'm giving this illustration is so that you can understand. If you are in the center of your environment, there are so many things you will stop struggling with. Ukiona unang'ang'ana katika maeneo fulani, huenda labda hayo sio maeneo Mungu amekuitia. Ni vizuri ujue maeneo ya wito wako, na ninakwambia upendo hutang'ang'ana. Hallelujah. There are people who are anointed for business. They don't struggle with business. Nishawahi na wahubiri mtu anaingilia biashara na inamchega na inamlenga mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Because maeneo yake ya wito ni kwa nyumba ya Bwana, ni kwa madhabahu. So ni vizuri kufahamu maeneo yako ya wito so that you can shine. Unajua ukiangalia nyani, you know nyani, miguu na mikono ni kama the same thing. Wale ambao mshawahi kuona nyani kwa karibu. Nyani anaweza kamata na mguu mti na akisikia ni kama imemchosha, sometimes anaweza kutumia mkia. Mkia bado ni mkono. Yaani nyani ako na mikono 5. Are you aware? Nyani ako na mikono 5. Anaweza hangi na mkia na endelee na shughuli zake. Akisikia mkia imemlemea, anaweza hangi na mguu ya nyuma ambayo inakaa kama mkono na endelee na shughuli yake. Hebu jaribu hangi na mguu. Ndio utajua hujui. Bwana Yesu asifiwe. But God created it for that reason. A small fish like omena is so swift in the water. Hata kitu ni kadogo sana lakini kikiwa ndani ya maji so swift. Nilisikia mtu mwingine akisema samaki huyu wa kawaida like tilapia fish, kumtoa ndani ya maji it takes a lot of effort. Kana katalia huko mpaka unazafikiria ni mnyama mkubwa sana hapo ndani. Kana kufuruta. Lakini ukikatoa nje unaweza hata kupiga mateke 10 inua juu. Sababu no size. But because it is in the environment of its calling, it is so strong. Wapendwa, why are we so weak? It is because we have not captured the sense of our calling, the place that God has called us to be. Na ndio maana tunaona watu wanapigana makanisani, wanaumizana, wanasengenyana because hawajajielewa. Ukijua wewe ni kabila katika nyumba ya Bwana, wapendwa wacheni waambie utang'ara na tutakupenda. Ukijua wewe ni Cornelia, you shall do the work of giving and we shall love you and you shall be rewarded for that. If you are Peter, if you are Paul, if you are Elijah, do the work of your calling. But why do we envy one another? Kwa nini tunachukiana? Kwa nini tunaangaliana vibaya? Ni kwa sababu hatujajielewa sisi ni akina nani. I want to ask one more time, who are you in the kingdom of God? I want to say this as I sum up because we shall continue. I want to touch this one more thing about the assignment. I want you to write it down. Your assignment in life is to specific people and or persons. Your assignment in life is to specific people or persons. Majukumu yako au maono yako kutoka kwa Mungu yanalengwa yaelekee kwa watu fulani au mtu fulani. Moses was called to deliver the children of Israel. We have read it in the book of Exodus. You can imagine God is coming to the wilderness of Sinai. Was it in Sinai? And he is calling Moses, Moses, I have come to deliver my people. But when you look at the whole scenario, where are the people of God? Are they in the wilderness? They are in Egypt. Yet God is going to the wilderness. Imagine, God did not go direct to the land of Egypt to deliver his people. Yet he knew they were in Egypt. And he could hear their cries. Amen? And their struggles. But he headed to the wilderness. Why? Looking for someone who was given that assignment to deliver. Imagine even God is so much tied to us that he can't perform anything on earth without us. Mungu anajua watu
watu wake wamefinywa, wameteswa miaka 430. Lakini badala ya kuelekea Egypt, aambie Farao achilia watu wangu waende, anaenda msituni, wilderness. Actually hata sio msituni, ni jangwani. He head to the wilderness and he called Moses. Moses, I have come to deliver my people. I believe probably if Moses was arrogant, akamwambia Mungu umepoteza direction. Because your people are not here. Your people, you have said they are in Egypt. Here is in the wilderness. But there is a But God feel that he need it done. But he needs someone who have been given the assignment. He goes to where he is. Where is he? In the wilderness. Where is the assignment? In Egypt. And he's like begging Moses, Moses, I have heard their cry. Oh, majamaa wameteswa. Tafadhali, ruhusu nikutume. Bwana Yesu asifiwe. Where are your people gone? In Egypt. Where am I? In the wilderness. Then why are you coming to me? Because you are needed for that assignment. Imagine God can't do without you. Hii nasikia watu wakisema, mimi unajua mimi ni kama kimchaga, mimi ni kama kimuom. Yaani unasikia mtu vile anajiongelesha, unajua huyu mtu ajielewi. Can God leave heaven the throne to come and sit in the heaven? You are important, and this is the lie of the devil. So that we can feel unimportant to become usable in the master's hand. We are important. We need to know who we are. If God could do without men, he could have gone to Egypt even without consulting Moses. But he had to partner with Moses to go to the land of Egypt to do the assignment. Imagine God can do without you. He needs you. Amen. Najua na mara mingi tunasemaga God can do without. Let me say this. He can't do without you on this earth. He needs you on this earth. He must partner with Pastor Morevi to do his assignment. He must partner with you and me to do the assignment. We are so important as a church. God needs you and me. So hii mambo ya kudumishwa na kuambiwa nyinyi ni bure, sijui hamwezi, Mungu anaweza bila. Wacha niwaambie, that is the lie of the devil. God needs us. Amen. And I believe. Unajua zile sarakasi Mungu alifanya kwa ile huyu na disposa akaweza to attract the attention to Moses. Alisababisha malaika aanze kuungua. Maana hiyo sio kichaka ilikuwa inaungua. Musa aliona kichaka inaungua. Na hii mambo yote Mungu anafanya at least attract huyu jamaa. Imagine hizo sarakasi zote Mungu anafanya to attract this guy. Amen. Na jamaa amekaribia, haya anaona ni kichaka yenyewe inaungua lakini haiishi. And in the process of that attention, he spoke to him and he told him, Moses, the place where you are standing is a holy ground. Remove your shoe. And that's why they began discussion and dialogue. And they agreed. Amen. Imagine all that work to attract the attention of a man. Hallelujah. Amen. If he is so important, if he is so useless, why is he going to the wilderness? If he is so useless, why is he doing all those stuff to attract his attention? Bwana Yesu asifiwe. And eventually when they agreed, they struck the deal. Moses is told by God, because alianza kusema who am I, sijui kuongea vizuri, sijui nini, akapewa authority again to rule and to do his assignment. Akaambiwa Moses, what is in your hand? Akasema niko na kijiti. Akaambiwa iangushe chini. Wakati kijiti ilianguka chini, my friend, ikawa nyoka. Moses ran away from the snake. Hakuwa amezoea hizi vitu. But God, he is empowering Moses again so that he can perform his assignment. Akamwambia Musa, I'm ready to do anything. If you accept to go, you see wonders. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Musa akaambiwa Mungu kimdomo sijui akaambiwa nitakupatia mtu wa kuongea on your behalf. He will be a God to Pharaoh, but he will be your mouthpiece. Bwana Yesu asifiwe. Are you getting me? Imagine God is so waiting for us that we say yes, here God I do. Use me. God is waiting for that moment. Aanza kufanya his stuff. Vitu ambazo watu wataangalia waseme ni shetani. Do you know kuna mambo inaweza tendeka mseme ni shetani? Na sio shetani. Bwana Yesu asifiwe. Nikikuja siku moja na fimbo niangusha hapa chini, ikue nyoka. Hii kanisa zimefunga. Let's be honest. Musikia ati mchungaji wa Mlolongo Phase 3 anaitwa Pastor Mwaura. Alikuja kwa kanisa kwa ibada akasema anataka kuperform muujiza. Akaagusha microphone ikakuwa chura. Hiyo kanisa tutaendelea.
Wapenda simuoke na mimi. Are you ready? Tutaendelea. Tutavuka hiyo siku. Ndio mjue you are not ready for the next level. Amen. Hizo ni vitu vilikuwa zinatendeka in the Old Testament. During the time of the law. What about the time of grace? Hallelujah. Church, let's prepare us for great things. Bwana Yesu asifiwe. Ile shaka kabisa inasema, kanisa la mwisho litakuwa na utukufu. Wacha nikwambie, hatuelewi kile tunasema. Hatuelewi. Musa akaambiwa, Moses, hebu weka kiganja chako kwa on your armpit. Inaitwa aje? Armpit. Hebu weka mkono yako hapo ndani. Akaweka mkono. Kutoa ilikuwa leprous. White as snow. Hai? Hiyo unajua sasa hagetoroka kwayo. Akarudisha, akagua rudisha. Hai, kutoa ikakuwa sawa. Akagua Moses, that is how powerful. I will use you. Amen. 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 Yet God is bringing all this stuff so that he can convince Moses to go. Amen. Amen. Na kichaka ambayo ilikuwa inaungua ikawacha kuungua, maana sio kichaka, ni malaika alisababishwa akuje kutoka mbinguni aanze kuugua, malaika aukue so that a man can be attracted to him. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. So he goes to Egypt na akaambia Farao, God says let my people go. Farao akauliza, who is this God that I may hear him? Moses akaangusha fimbo ikakuwa nyoka. Wewe unafikiria kama Moses angeangusha fimbo mara ya kwanza alikuwa nyoka? Si angetoroka kwa kama kitu kingine vile alifanya mara ya kwanza? Na Farao akasema sasa huyu alikuja kukopoa watu. Anatorokea fimbo yake. Lakini he knew it. He had been with God somewhere. Bwana Yesu asifiwe. He had been given the assignment and the purpose. He did not run away from it. Now Farao akaitisha his magician and the rest, and they performed the same miracle. What do I want to say? To cut the long story short, Yakoba, your assignment is to specific people or persons. Kuna watu mmeitwa katika maeneo ya kusaidia watu fulani, and you know it. Sometimes you feel it, but we suppress the feeling. Kuna watu wameitwa kusaidia wajane, kuna watu wameitwa kusaidia maskini, kuna watu wameitwa kufanya kazi ya Mungu katika nyumba yake. We should know the assignment. Moses the assignment was to specific people, the Israelites. But Joshua was given another assignment, Moses. His assignment was Moses, to serve him. Amen? Amen. What is your assignment? Ni vizuri kujua, niliambia kwa Samueli siku nyingine hapa. My son, you should know who you are and your assignment. I wish tungekuwa na time. I wanted to talk something about the fathership. I wish we had time. You know, this time is... Can I touch it kidogo? Yes. Kidogo tu kwa sababu ya wale watu wako hivi. You know, father, not everybody who requires a father. Are you hearing me? You need a father because you have somebody to be fathered. You need a mentor because you have somebody to be mentored. Are you getting me? Yes. You need a father because you have somebody to be fathered, or you need a father or mentor because you have somebody to be mentored. Not everybody who requires a father. If you have nothing to be mentored, you don't need a father. Are you getting me? Yes. But you need a mentor because within you there is an assignment. It is required to be mentored for it to shine. Are you getting me? Yes. Someone said, I have another person, he was saying that you may not love Toyota. You may not love Toyota, but your journey love Toyota. Are you getting me? You may not be in love with Toyota or Ford or Premium or whatever, but your journey require that Toyota technology. They require that car. You may say, I don't love Toyota, I don't love, sipendi, lakini kile mahitaji yako yanahitaji hiyo. Your assignment is the one that requires the mentor. You may not be in love with the mentor, but the assignment you have requires the mentor. Amen. Are you getting me? Yes. I don't want to continue because today is a Father's Day. By the way, sikuwa na mtu ameniwish happy Father's Day. Those who are fathers in the house, happy Father's Day. Amen. Happy Father's Day too. Thank you. Wacha nirudi, unajua ni kama hawakufika. Happy Father's Day. Kwa mama jeji sio wazuri. Bwana sisi tunawawisha happy Mother's Day na nini ya kuisha. Bwana Yesu asifiwe. But I want to say this. Your assignment is to specific people, just as Moses was to Israel. I mean to the children of Israel in Egypt, and Joshua was to Moses. Bwana Yesu asifiwe.
What is your assignment in life? Wapendwa, I don't want to continue because of time. Let's allow the next group to enter. But I want to say this. Your assignment is important in life. Amen? Amen? Let's give clap to the Lord. Let's go. Father, we bless you for the word. I pray that God, your word may have place in our spirit. Use it, Father, to reach our heart and to make us better. I rebuke the spirit that comes to steal it, and I pray that your word may germinate and have fruit in our lives. I bless the viewer. I bless those who are watching me from all over the world. I pray for your grace to be sufficient unto them. As we're going to give, Lord, bless those who are going to give. In Jesus' name I pray, the church say amen. Amen. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nishukuru Bwana kwa sababu ya hilo neno. Ni vizuri kujijua wewe ni nani. Praise Jesus. Najua kujielewa wewe ni